Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa jiji la Arusha liliingia kwenye mradi wa TACTIC toka mwaka 2023 na mwaka 2024 Januari litangazwa tenda kwa ajili ya kujenga stendi ya kisasa jiji la Arusha, lakini mpaka leo ni mwaka mmoja na miezi mitatu bado mkandarasi hajaenda site. Je, ni lini serikali itaanza kujenga stendi ya jiji la Arusha? Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba serikali kupitia mpango wa TACTIC iliainisha ujenzi wa stendi ya mabasi katika eneo la Bondeni City katika jiji la Arusha, na tayari taratibu za manunuzi zimekwisha fanyika na ziko hatua za mwisho kwa ajili ya kuanza utekelezaji. Nafahamu Mheshimiwa Mrisho Gambo amefuatilia kwa karibu sana swala la ujenzi wa stendi pale Bondeni City. Naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge na wananchi wote wa jiji la Arusha kwamba serikali wakati wowote kuanzia sasa itaanza ujenzi wa stendi pale eneo la Bondeni City. Asante. Mheshimiwa Mzava. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Je, ni lini serikali itaanza ujenzi wa stendi ya Kahama? Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ilishaweka mpango wa kuainisha maeneo yanayohitaji stendi, na katika miji, majiji na manispaa tulishatoa maelekezo kwa wakurugenzi wa halmashauri kuainisha maeneo yanayofaa kwa ajili ya ujenzi wa stendi na kuandaa fedha za mapato ya ndani au kuandika miradi ya kimkakati na kuwasilisha ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Fedha kwa ajili ya ujenzi wa stendi hizo. Kwa naomba nitumie fursa hii kwa niaba ya Waziri wa Nchi, ofisi ya Rais TAMISEMI, kumwelekeza mkurugenzi wa manispaa ya Kahama kuandaa andiko hilo na kuwasilisha ofisi ya Rais TAMISEMI, na ni pia kuanza kutenga mapato ya ndani kwa ajili ya ujenzi wa stendi hiyo. Asante. Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Shonza, Juliana Shonza. Je, lini serikali itajenga kituo cha afya katika kata ya Luswiswi? Serikali imeendelea kujenga vituo vya kutolea huduma za afya kwenye mamlaka za serikali za mitaa hapa nchini, na katika kipindi cha kuanzia mwaka wa fedha 2020-2021 hadi 2023-2024 jumla vituo vya afya 367 vimejengwa na vinatoa huduma. Mheshimiwa Naibu Spika, kata ya Luswisi ipo umbali wa takriban kilomita 5 kutoka kituo cha afya cha Rubanda na idadi ya wananchi wapatao 4155 kati ya angalau 10,000 wanaohitajika kwa mujibu wa vigezo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kujenga vituo vya afya katika kata zote za kimkakati kote nchini, zikiwemo kata zitakazokidhi vigezo katika halmashauri ya wilaya ya Ileje. Mheshimiwa Shonza. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu ya serikali. Nitakuwa na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, wananchi wa kata ya Kalembo wameanzisha ujenzi wa kituo cha afya. Naomba kufahamu ni lini serikali itapeleka fedha ili kuweza kumalizia hicho kituo cha afya. Swali langu la pili, kata ya Malangali pamoja na kata ya Kafule hazina vituo vya afya. Naomba kufahamu ni lini serikali itapeleka fedha ili vituo hivyo vya afya viweze kujenga na kina mama wa kata hizo waweze kuondokana na changamoto ya afya. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza niwapongeze wananchi wa kata hiyo ambayo Mheshimiwa Juliana Shonza ameitaja, ambao wameanza kwa nguvu zao kujenga kituo cha afya, na niwahakikishie kabisa kwamba dhamira ya serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kusogeza huduma za afya karibu na wananchi, na tutahakikisha tunatafuta fedha aidha kupitia mapato ya ndani ya halmashauri au kupitia serikali kuu kwenda kukamilisha ujenzi wa kituo hicho cha afya. Lakini pili, kuhusiana na kata hizo mbili ambazo hazina vituo vya afya, naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge tutawasiliana na halmashauri hizo ili tuweze kuona kama kata hizo zinakidhi vigezo, kwa maana idadi ya wananchi, umbali kutoka kituo cha jirani zaidi, lakini pia hali ya kijiografia, na ikiwa nakidhi vigezo tutaziweka kwenye mpango wa ujenzi kwa awamu. Asante. Mheshimiwa Suma. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.